Ni wazi kwamba kuna faida. Kwa sababu mazuri ya Bulaya pia sio kwamba yana mabaya yote. Kuna mazuri yanayo. Kwanza Bulaya ni mtu ambaye akiamua kukusaidia, anakusaidia. Yaani anaweza kukusaidia lakini anaweza kusaidia kwa uchache. Lakini akinuia kukusaidia anakusaidia. Sasa kwenye siasa mtu anakusaidia kama na wewe una kipawa fulani ambacho anaweza kisukuma kikaenda. Kwa mfano mimi nilikuwa na uwezo wa kuandaa proposal kuhusu vikundi. Alinisaidia sana, alikuwa ananitoa Bunda, ananiambia nenda jimbo la Mikumi kwa Professor J, kamsaidia namna ya kuorganize vikundi, nenda Hai kwa mwenyekiti kule kwa Freeman Mbowe, saidie jinsi ya kuorganize, nenda kwa Jessica Kishoa kule Milamba Magharibi. Kwa hiyo nimepata hizo fursa nyingi sana. Sasa ukienda kule unaenda kwa mfano kwa Mbowe akuachi, lazima atakupa fursa naye. Kwamba umenisaidia nani bana, kuna kiasi hiki hapa. Kwa hiyo ni fursa ambazo nilikuwa napata kwa njia hii, lakini pia kutokana na uwezo wangu pia ambao nimeupata kulingana na kashule niliko kasoma. Okay. Dio. Na kuanzia mwaka 2015 mpaka 20 mkifanya naye kazi. Ndio. Yapi ambayo ni magumu ulikuwa unakutana nayo kwa uongozi labda wa wilaya, labda mkuu wa wilaya na nini? Wewe katibu wa mbunge wa Esther ni mbunge wa Chadema. Ndio. Na ukikumbuka siasa za mwaka 2015 20 pale, namna ilivyokuwa nazungumzwa na namna ilivyokuwa inaonekana kwamba kama ni ngumu kwenu. Yapi ambayo mlikuwa unakutana nayo wewe kama katibu pengine wa mbunge na ofisi ya mbunge? Sawa, nilikuwa nakutana na vitu fulani vigumu sana. Kwa mfano hapa 2015 2020 kuna mkuu wa wilaya mmoja anaitwa Lydia Pilipili. Lydia Pilipili alikuwa anajiita yeye ni rais wa Bunda. Esther Bulaya anajiita yeye ni rais wa Bunda. Sasa wananchi wanakuuliza, nataka tujue nani rais wa Bunda. Na nadhani mnafahamu Bulaya alikubalika sana 2015 kwenda 2020. Sasa mwisho wa siku utakuta unaenda sasa kufanua rais wa Bunda nani huko kwenye mikutano ya vitongoji. Iliniletea shida kwa sababu ilifika wakati nikawaambia wananchi sasa. Bulaya amechaguliwa na watu 28,000 wa Bunda. Mkuu wa wilaya amechaguliwa na mtu mmoja ambaye sijui wanafahamiana vipi. Inawezekana ni ndugu yake au walikutana namna gani akaamua kuteuliwa. Sasa nani anapaswa kuwa rais wa Bunda? Watu wanasema Bulaya alichaguliwa na watu wengi. Kwa hiyo mkuu wa wilaya huyo akahisi na mchonganisha na wananchi. Kwa hiyo akawa anaagiza kamateni huyo, pelekeni ndani, fanyeni na nini. Yaani ilikuwa ni shida. Lakini mwisho wa siku ikitokea wakati mpaka Bulaya na Pilipili zinakunjwa ngumi. Tumeenda kwenye kina cha maji huko Nyabeu. Wewe unanisema? Unajua watu walikuwa na wake sasa. Wewe unanisema? Wewe unasema sijui kuvaa. Yaani mpaka zinakunjwa ngumi. Sasa zinakunjwa ngumi, wewe kama katibu unabidi uingie sasa angalau uzuie huo ugomvi. Lakini ushirikiano pia ulipungua sana kwa sababu ya ile upinzani. Lakini kama tungepewa ushirikiano kwamba tunapewa ushirikiano kama CCM kwa CCM wanaopewa ushirikiano, tungefanya mambo makubwa sana wakati mimi nikiwa katibu wa mbunge na mbunge akiwa Esther Bulaya. Kwa nini unahisi kuna nadharia kwamba kwenye jimbo kama kuna diwani wa chama A alafu kuna mbunge wa chama B, ama yani kwenye ile zone yote ya kuweza kuunda maendeleo baada ya mwaka husika uchaguzi kwa umepita, kama kutakuwa kuna utofauti wa kivyama, inaonekana kuna delay kidogo ya maendeleo? Nadhani ni sera tu za nchi yetu. Yaani kama sera ingekuwa kwamba anapokuja mpinzani, yaani ameshinda mtu achukuliwe kama ni diwani, achukuliwe kama diwani na apewe ushirikiano kwa 100%, isingekuwepo shida. Lakini sasa anatokea kwamba haya diwani ni wa Chadema. Mwenyekiti wa halmashauri wenda atokana na CCM. Haya mkurugenzi anatokana na CCM. Kwa hiyo wale jamaa wanatengeneza plani tu ya kumkwamisha baadhi ya mambo yasiende, ili tu asionekane ni mzuri sana kwa wananchi. Kwa hiyo ina work out. Ina work out kabisa. Ni kwa sababu tu kwamba sera tu haijawa wazi kwamba atapokuja huyu ameshinda tumpe ushirikiano kwa 100%. Lakini sasa unakuta sera haisemi na wao wanajipanga wanakuhamisha. Na kwa hiyo unakuwa unaona hayo matukio. Unakuwa unayaona, kwa mfano unaomba barabara. Jamani wananchi wangu nataka barabara hii hapa. Kuingiza tu kwenye plan. Unaweza ukapiga yombe ukapanda juu ya meza lakini haingii. Kwa nini? Kwa sababu mwenyekiti wa halmashauri ni Chama cha Mapinduzi, anajua tukimpa hii itaenda kumuinua kule. Kwa hiyo kuna nadhani pia inawezekana pia ni utashi pia wa mtu mmoja na yeye ana dhamira ya kweli katika kutetea maslahi ya wananchi, au pia anataka tu akukwamishe wewe kwa dhimna
muda mko tofauti kwa kulingana na changamoto za hapa na pale. Yeah. Ndani ya familia yenu ambao kwa upande wa upinzani mko wangapi? Familia yetu ya Chadema ya familia kwa maana ya mimi? Familia yangu mimi, baba alikuwa hajawahi kuwa mwana CCM. Hajawahi kuwa. Mama hajawahi kuwa mwana CCM. Ya baba alikuwa mtumishi wa serikali. Na yeye hata kustaafu kwake kulikuwa kuna shida kidogo kwa sababu ilikuja swala la mwenge 2017. Akiwa Kangetuti hapo. Na Lydia Bupilipili akiwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo kuna ile kwamba wachangie mwenge, changia mwenge. Yeye yuko pale, akaambiwa changia mwenge, akasema mimi nimeleta hela yangu kama mimi hapa mwenge. Lakini walimu wenzangu wote hawako tayari kuchangia mwenge. Akaambia haiwezekani. Haiwezekani vipi? Mimi hela yangu ya mwenge hii hapa. Ila mimi kwenda kumchangisha mwalimu mwenzangu alete hela ya mwenge, hiyo kazi siwezi. Basi ukamletea shida. Nikamwambia kwa bado miaka 2 ya staff, nikamwambia mzee, sikiliza hii 2 ni issue gani? Andika barua ya kustaafu, staff kapumzika. Sababu mimi niko hapa italeta shida kwamba kijana wake ni Chadema. Kwa hiyo inawezekana mwalimu Kaunya naye ameenda kwa nani? Chadema. Kwa hiyo kamletea shida. Kwa hiyo akawa baada kustaafu ameenda zake Kwangwa huko Msoma mjini, kwa maana kwake nyumbani. Amekutana na familia ya Chadema. Sasa kuna Chadema family zile zikamkosha, akajikuta ameingia kwenye Chadema familia. Yaani familia ya Chadema imekuwa familia ya Chadema. Mama pia amekuwa familia ya Chadema. Sasa wadogo zangu wawili ambao ni watumishi wa serikali, wao wanaendelea na utumishi wa serikali. Haijawahi kuwaumiza wao kupitia wewe ambaye labda kaka ama mdogo mtu kwamba wewe upo ndani ya Chadema, wao ni watumishi? Haijawahi labda kuwaumiza sehemu yote katika utumishi ama sehemu nyingine? Inawaumiza sana. Kwa hiyo inaumiza sana mdogo wangu anayenifuata mimi ambaye anaitwa Amos. Anakosa fursa nyingi kwa sababu ya jina. Yaani mimi naitwa Yohana Rugembe Kaunya. Yeye anaitwa Amos James Kaunya. Sasa wakisikia neno Kaunya tu, hata kama fursa ipo, kwa mfano mtu anataka kumpa usimamizi wa uchaguzi, ile jina huyu atatukwamisha. Yaani ukitaka kujua kwamba kuna hila kwamba mtu kwenda kusimamia uchaguzi, mpaka tena hayo ni mtu ambaye wao wanamjua, ndio wanampa hiyo nafasi. Kwa sababu anajua huyu kaka yake ni mpinzani, anaweza akamchoreshea wenda mchoro akampa bana kuna 1 2 3. Kwa hiyo hawampi nafasi. Kwa kuna fursa vingi wanamnyima yeye kulingana na jina lake. Lakini ninamshukuru Mungu kwamba anapambana. Akinyimwa anasikiliza nimenyimwa, lakini hajawahi kwa Chadema. Ila naye ananipa tu kuna conditions zake, anasema na brother punguza na nini. Mimi naambia mimi siasa bunda ni kama yaani sisemei bunda sana, ni kama nishaiacha kwa sababu ya kumsaidia pia mdogo wangu aendelee kuwepo na angalau apate vifursa hivi vidogo vidogo, kwa sababu kwenye serikali bila vifursa hiyo pia huwezi kwenda. Kwa kumbe kuna wakati analaumu. Kuna wakati analaumu. Kweli kuna wakati analaumu. Sasa kuna wakati namwambia kwamba mdogo wangu wewe pambana. Mimi nimechagua kuwa huku, wewe pambana twende. Mfano hata nikiwa gereza, Jansema isee wananiambia kesi imekaa vibaya, ambia hamna namna. Lakini wewe pambana na kazi yako, mimi hii ndio kazi yangu niliyochagua. Kwa hiyo siku inamuumiza sana, lakini sina namna kwa sababu ni eneo langu pia la kazi, kama alivyo yeye kule siwezi kumuingilia.